Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Arusha bila uchafu. Arusha ya kijani. Mheshimiwa Robert Konina, mwenyekiti wa kamati ya elimu, mazingira na afya, lakini diwani wa kata ya Olmoti. Mheshimiwa Amina Temambele, ambaye ni diwani wa viti maalum kutoka tarafa ya Elerai, lakini pia mratibu au katibu wa madiwani wa viti maalum ambao mnaratibu zoezi la ng'arisha jiji katika jiji letu la Arusha. Ndugu zangu, hapa tulikosimama mwaka wa 2027 Afrika itapitia mlango huu kuingia humu ndani kucheza katika mashindano ya fainali ya kombe la mataifa ya Afrika almaarufu AFCON, ambako kwa sasa hivi inafanyika nchini Morocco. Zamu inayokuja ni zamu ya kwetu jiji la Arusha, lakini kombe hili ambalo limeandaliwa na nchi 3 za Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa maana ya Kenya, Tanzania na Uganda katika jina la pamoja BID. Arusha pia tumepewa upendeleo. Serikali ya Dr. Samia imejenga uwanja huu mzuri hapa ambao ujenzi unaendelea, nafikiri huko asilimia zaidi ya 80, na kwa maana nyingine serikali imefanya kazi yake. Serikali oye. Lakini mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya afya, elimu na mazingira, tumekuja hapa leo tukiwa ni mwendelezo wa lile zoezi letu la ng'arisha jiji la Arusha. Ndugu zangu, tukiwa katika mwaka wa 25 katika karne ya 21 ambako mataifa mengine yaliyoendelea sasa hivi yanawaza kwenda kuishi kwenye sayari zingine, sisi wakazi wa jiji la Arusha bado tunapambana na hayo ambayo tunaendelea nayo. Sasa mimi sina waka sana tunaenda wapi. Eneo hili ni eneo ambalo wakazi au wafanyakazi wanaofanya kazi hapa ndani ndio wanakuja kupata chakula chao cha mchana, cha asubuhi, pengine na cha jioni. Lakini nyinyi wote mmeshuhudia hali ya mazingira yalikuwaje. Kweli sio kweli? Sasa tukiendelea na utamaduni huu wa kila siku au kila weekend meya yuko mtaani. Juzi nimeona Amina mkuu wa wilaya na yeye yuko mtaani akihamasisha usafi. Mimi sioni kama tunaenda sawa. Kazi hii ya usafi ina watu ambao wamepewa waisimamie. Hapa kuna mtendaji wa kata, ukiacha diwani, maana diwani ni kiongozi wa jumla, lakini mtendaji ni mtu ambaye anatakiwa asimamie utendaji wa wafanyakazi wote ndani ya kata yake. Kwa lugha nyingine, mtendaji ni kama mkurugenzi wa kata hii, kama ambavyo jiji lina mkurugenzi. Kwa hiyo mtendaji wa kata nilitegemea sana angefanya sehemu yake. Lakini hapa tunavyoongea tuna afisa afya wa jiji yuko hapa, Bwana James Lubukoki, na mimi nikupongeze, tumekuwa na wewe muda wote tukihangaika na zoezi hili. Ila bado hali ya usafi hairidhishi. Hapa tunavyoongea nyuma yangu amesimama afisa afya wa kata hii ambaye nilitamani na yeye atueleze kwamba kazi yake ya kila siku ni nini. Sasa ndugu zangu, nafikiri ifike mahali tuseme enough is enough. Ifike mahali tuseme sasa imetosha. Haiwezekani unakuja hapa eneo likiwa safi, umejenga mabanda kwa ajili ya kujitafutia riziki, alafu unageuza eneo linakuwa dampo la takataka. Nimeambiwa kuna wakala wa kukusanya taka naye yuko mahali hapa ambaye nimeambiwa wanasigana na hao wanaochafua mazingira. Sasa ninataka kuelekeza hapa ni namba 1. Bwana Lubukoki ambaye ni afisa afya wa jiji, afisa afya mkuu wa jiji, si ndio? Na mwakilishi wa mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Arusha kwa maana ya hapa. Maana yake tukiacha mkurugenzi ambaye hayuko hapa, nafikiri wewe ndio umekuja kumwakilisha. Mimi naomba nifanye mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ninaomba nielekeze sheria zile zinazotumika kudhibiti watu wanaochafua mazingira ianze leo na sasa hivi. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kesho sitegemei kuona biashara inafanyika hapa. Paka usafi wa kuridhisha ufanyike. Na binafsi nitakuja. Na mwenyekiti wa kamati ya afya, wewe ni diwani wa kata hii. Wanasiasa ninawafahamu, na ile tabia kusema hawa ni wapiga kura wetu. Utanishangaza sana pale utakavyokuwa unatetea wapiga kura wachafu. Jambo hili kalisimamia na wewe mwenyewe. Kesho hakuna kufungua biashara hapa mpaka eneo litakate, na Lubukoki utaenda kukagua ujiridhishe. Kama umejiridhisha wafungulie, lakini kwa sasa hivi na kuendelea pafungwe hapa.